Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Swala ambalo lilitangazwa jana kuwa usitishaji ambao ulikuwa na majibu chanya kwa mujibu wa vyanzo kutoka upande wa pili wa Marekani. Vyanzo ambao vinadai kuwa vilipokea agizo kutoka kwa Pakistan vikitoa ishara kuwa Irani walikuwa wamekubaliana na kutoa proposal nzuri ambayo ilimvutia Donald Trump na kuamua kuchukua uamuzi wa kuzuia Project Freedom au mpango wake ule wa kusindikiza meli kuvuka kwenye Hormuz na kuweka pause. Anasema kuwa kulikuwa kuna proposal nzuri ambayo ilitoka upande wa Pakistan. Hayo ni madai au ni maelezo ambayo yametolewa na Marekani na Donald Trump pamoja na washirika upande wa pili. Vyanzo mbalimbali vinavyotoka upande wa pili wa Irani, hasa nikinukuu jarida la Tasnim, nimejaribu kupita huko, Irani wanakanusha vikali taarifa hizo. Taarifa hizo zinakuja wakati baadhi ya watu wakijadili kuhusu kuwa ima ilikuwa ni uamuzi wa tako, uamuzi wa Trump always checking out, wa kujaribu kukwepa kile ambacho alikabiliana nacho moja kwa moja. Unajua, kuna wakati inafikirisha na inatoa majibu tofauti. Niliwahi kuwaeleza kuhusu Ulaya, mfano NATO, mara kadhaa walivyokuwa wakikwepa kukabiliana na Urusi ana kwa ana. Nadhani hilo mnalikumbuka. Hizi nchi ambazo zilitengenezwa zaidi kwenye propaganda kuliko uhalisia, kwa sababu tuliaminishwa hizi nchi zina mambo mengi sana, na hizi nchi zina ukubwa sana, na hizi nchi zina uwezo wa hali ya juu sana. Sasa kuna wakati zinapewa jukumu alafu unaona kuwa mambo yamekwenda tofauti. Kwa nini Ufaransa alifukuzwa magharibi mwa Afrika? Mfano, Operation Berkane ilifeli baada ya miaka 10 kuongozwa na Ufaransa. Matokeo ya kipimo cha Operation Berkane ambayo ilikuwa imekusanya nchi za magharibi mwa Afrika, ile operation ilipoonekana kufeli ni kwa sababu namba hazikudanganya. Namba huwa hazidanganyi. Unajua, namba ni namba tu. Leo hii tunanunua mafuta shilingi 4,000. Hakuna jibu lolote kuwa tumefanya nini. Namba. Yani hauwezi ukaipumbaza namba. Namba itakupa majibu. Sasa Operation Berkane ambayo ilianzishwa na Ufaransa mwaka 2014 ikishirikisha nchi ambazo yaliwahi kuwa makoloni ya Ufaransa, nchi za Sahel, ambazo hasa zilikuwa nchi 5, ilikuwa ni Mali, Burkina Faso, Niger, Chad na Mauritania. Mauritania walijiondoa, zikabaki hizi nchi zingine 4, Chad, Niger, Burkina Faso na Mali. Na Mali ikawa ndio eneo ambalo lilikuwa kilitumia zaidi, na Burkina Faso ndio vikawa vituo baada ya Mauritania kujiondoa. Sasa kwa nini Ufaransa aliondolewa? Ufaransa aliondolewa kwa sababu Operation Berkane ilianza 2014 mpaka 2022, yani ilikuwa miaka 8. Operation ile haikuonyesha kupungua, na ile operation ilikuwa mahsusi kukabiliana na makundi yenye silaha, hasa yalikuwa kisumbua nchi hizi kasoro tu Niger, lakini hizi nchi karibu zote zilikuwa zimekumbwa na makundi yenye silaha ambayo yalikuwa yanatishia tawala na yalikuwa yanavamia, yanapiga, yanaua. Ufaransa kwa sababu ameendelea kiteknolojia na hizi nchi ndio yalizitawala, akapewa jukumu la kuanzisha. Baada ya ile jukumu kulianzisha, miaka 8 namba ikamponza, haikuonekana kushuka. Yani namba ya kupambana na ugaidi au namba ya kupambana na makundi haikuonekana kama ilikuwa inafanya kazi, isipokuwa inaonekana kuwa uwezo wa makundi ulikuwa ni mkubwa zaidi. Uwezo wa makundi ulikuwa ni mkubwa zaidi. Lakini kitu kingine ambacho kikawafanya mpaka kuanza kuchukia ni hili kuwa Ufaransa ilikuwa imewekeza karibu nchi zote. Karibu nchi zote hizi zilikuwa imewekeza. Hapo Niger ilikuwa inachukua urani ya kutosha, na nchi zingine zote wanachukua dhahabu, wanachota kila kitu kingine. Sehemu ambazo kulikuwa kuna miradi ya Ufaransa
ni sehemu ambazo zilikuwa zina ulinzi madhubuti na sehemu ambazo zilikuwa hasiguswi kabisa na makundi ya waasi. Kwa hiyo zikawa haziathiriki kwa namna yoyote, isipokuwa nchi ndio zikawa zinayumba. Yani usalama wa nchi ukawa mdogo na nchi ndio zikawa zinayumba. Hili huwa ninawaambia mara kadhaa, lichukueni na mkae nalo mara nyingi. Najua kupitia uchambuzi wangu kuna watu wakienda kwenye vijiwe wao wanakuwa ni wachambuzi. Very good. Mnawakilisha kile ambacho tunakizungumza. Leo hii kuna wachambuzi ambao wao wananisikiliza mimi, halafu wengine wanakuja YouTube wanazungumza, kwa sababu unaona mtu anatembea mle ulivyozungumza wewe. Sasa unakaa unajifikia tumewaza pamoja, kwa sababu uchambuzi unatoa kichwani, sio kunasoma. Unatoa kichwani. Huyu kawaza kama mimi. Nafahamu. Kasikiliza halafu naye kaja kuwa mchambuzi. It's okay. Mwingine yeye kwenye vijiwe vyake vya mtaani akimaliza yeye sasa ndio anakuwa mchambuzi. It's okay, wakilisha, zungumza, lakini tunachofanya ni kuwafumbua macho watu waweze kuelewa dunia hii imesetiwa wapi. Dunia hii ilisimikwa kwenye uongo mkubwa. Dunia iliwekwa kwenye njia ambayo ikajaribu kuaminisha, halafu ikachukua kundi moja ambalo linafahamika kama wasomi, ambao wakajivisha kile kitu kinaitwa wanaharakati. Wamelishwa vitu ambavyo hata havipo. Wanakaa kuimba tu haki za binadamu, sijui uhuru wa vyombo vya habari, sijui wale walioimbisha huo mchezo wao kwao hawana. Hicho wanachowaimbishia mnendeni kwenu mkafanye hiki, wao hawana. Wala hakipo. Wala hakitekelezwi. Wala ukitaka kushughulikia nacho watakupoteza. Tunayaona katika nadharia hiyo. Sasa kile ambacho huwa ninawaambia mara kadhaa ni kuwa haijalishi nchi zenu zitavurugika kwa kiwango gani, ila wao maslahi yao yatatoka na kutoka na kutoka. Ndio hizo nchi za Berkane, kuwa nchi za Operation Berkane ambazo zilikuwa ni nchi za Sahel zilivurugika, lakini Ufaransa alikuwa bado anaweza kutoa kile alichoingia nacho makubaliano. Hapo wakaanza kustuka watu wa magharibi, huyu kuna kitu gani anakifanya? Mbona nchi hazitulii isipokuwa zinakuwa na vurugu zaidi? Kwa hiyo unakuja kustuka kuwa hizi vurugu na haya makundi yanaratibiwa kutoka sehemu, na sehemu kubwa wanaoratibu haya makundi ni wao, ili nchi zenu zivurugike. Nchi zenu zinapovurugika, wao hupata rasilimali zenu kwa urahisi zaidi. Yani mnapovurugana hamwezi kuwa na muda wa kukaa kupanga bei na kuchukua kodi na kujua tumetoa kiasi gani. Mnapokuwa solid nchi kwenye utulivu, mnachunga mipaka yenu na mnachunga mali zenu. Kila kitu kinachotoka mnataka mjue kimetokaje na tumelipwaje, pale mnapokuwa kwenye usalama. Lakini mnapokuwa kwenye vurugu, ndio sehemu wanayoipenda, kwa sababu watapatana na kundi dogo. Kama ilikuwa manake leo mikataba yote kwa nchi zenye utulivu, mkataba wote unajadiliwa na raia, unajadiliwa na viongozi, unajadiliwa kote. Haiwezekani sisi tukapata asilimia hizi. Hiyo inakuwa hivyo. Lakini nchi zinapokuwa na vurugu, raia wote wanakuwa wanakimbilia kwenye masuala mengine. Hili tunaliona Kongo. Huwezi kuwasikia wa Kongo wakijadili mikataba ya nchi, kwa sababu wao wanajadili vita, wanajadili amani ya nchi yao, wanajadili mambo mengine. Wala huwezi kusikia Sudani wanafanya hivyo. Kwa hiyo leo mikataba na rasilimali za nchi zinavyotoka Sudani, Kongo na nchi zilizovurugika, linachukua kundi la watu wachache tu ambao wakipigwa hivi na hivi wamevuruga, kila kitu kinakwenda. Ndiyo lengo la hawa wanaoaminisha kuwa wao wamechonga, wametengeneza haki za binadamu ili nyinyi muweze kuzisimamia. Sawa, hiyo iko hivyo. Sasa narudi kwa Donald Trump. Narudi kwenye kile ambacho kinazungumzwa kama makubaliano. Nimekwenda kwenye Tasnim News. Tasnim News wanachosema kuwa hakuna makubaliano yoyote ambayo Marekani amefikia na Irani, au Irani hakuna makubaliano yoyote waliowapeleka kwa Pakistani katika kipindi cha siku hizi. Wanasema kuwa wao bado walikuwa wana review zile pointi 14 kamazo niliwaeleza kuanzia wiki jana, kuwa walikuwa wakitazama zile pointi 14 za Marekani ambazo zilikwenda kwao. Wanaangalia kama kuna uwezekano wa kuzikubali au kuzikataa. Kwa mujibu wa Tasnim News, kuwa wana nafasi kubwa ya kukataa, kwa sababu yale yalikuwa ni mapendekezo ya Marekani, sio makubaliano ya Marekani na Irani. Yalikuwa ni mapendekezo ya Marekani. Donald Trump na Marekani wanazungumza kitu kimoja. Anasema kuwa tunatarajia ndani ya saa 48. It's not warning, ieleweke. Nimeona kuna vyombo vya habari vimeandika kuwa Marekani haipa Irani saa 48 kujibu. No, Trump ameshajiepusha na hiki kitu cha kuweka deadline mara kadhaa. Isipokuwa
nilichokielewa mimi kwa vyombo vya habari vya Marekani vinachosema ni kuwa vinatathmini, yani wana matumaini kuwa ndani ya saa 48 zijazo Irani watakuwa wameisha toa majibu ya kile ambacho kinaendelea. Lakini sio kuwa Donald Trump amewapa Irani saa 48, hajawapa. Nadhani nilishalieleza hili kwa sababu hili ndio lilizalisha kitu kinaitwa TACO, Trump always chicken out, kwa sababu litamletea aibu mbele kuwa je, usipofanya hivyo katika kipindi hicho itakuwaje? Kwa sababu tunaona alipokuja kuongeza ceasefire aliongeza bila deadline. Hata alipoulizwa mwisho lini akasema kuwa pale Irani watapoona sawa ndio watapokuja tukae tuzungumze na tumalize hili. Hakutaja muda wa mwisho na wala hana sababu ya kutaja muda wa mwisho kwa sababu mwisho itamuumbua. Irani wanarudi pale pale kusema kuwa mazungumzo na Marekani yapo, yanawezekana. Wanapitia, wanaangalia, lakini ukiwasikiliza, manake hii taarifa kwa Tasnim News imenukuu msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani ambaye ndio mara kadhaa Irani imekuwa ikimtumia kuwakilisha kile ambacho serikali inakizungumza, Ismail Baqai. Ismail Baqai ametoa maoni yake, ndio akasema kuwa hakuna mazungumzo yoyote ambao wao wamewasilisha kwa Pakistani dhidi ya maneno ya Marekani yanayosema kuwa wamekaribia, isipokuwa Donald Trump anajaribu kutengeneza mazingira bora ya kutaka kuonekana kama hili tunaweza tukalimaliza. Lakini nilikuwa nikijaribu kufuatilia kwenye vyanzo vya Marekani vinavyozungumza ni kama vile hawazungumzi mbali sana na kile kilichozungumzwa na Irani kuwa tutakuwa na usitishaji wa siku 30 tutafikia hapa. Lakini wamezungumza kwenye nyuklia, wanasema kuwa Irani itakubali kusitisha urutubishaji wa nyuklia kwa takriban miaka 15. Jambo ambalo Irani hawakuwahi kutoa ofa hiyo. Ofa ya mwisho ambayo Irani walikuwa wameitoa ilikuwa ni miaka 5. Ofa ambayo walizungumza kuwa tuko tayari kusitisha uzalishaji wetu, na sio kusitisha for zero. Wakasema tuko tayari kushusha uzalishaji wetu kwa kiwango kinachokubalika. Yani kiwango kinachokubalika ni 3.65 uzalishaji, lakini Irani wanasema kuwa tutazalisha chini ya hiyo, yani ikiwa 1.5 au ikiwa 1 au ikiwa 1.8 uzalishaji. Yani tutazalisha chini ya hapo katika kipindi cha miaka 5. Lakini kitu ambacho walichokikataa ni kusema kuwa tutaipeleka zero enrichment. Walishakataa, wakasema hilo halipo. Lakini kabla ya hilo Irani wao walichosema ni kuwa Marekani anatakiwa akiri kwa maneno na maandishi kuwa urutubishaji ni haki ya Iran. Yani kwanza Iran anataka kuwa Marekani akiri uwazi kuwa urutubishaji huu ni haki ya Irani na sio imani wala sio hisani ya Marekani au Westin. Kwanza akiri hilo. Halafu wao wakasema kuwa sisi tutapunguza urutubishaji wetu. Lakini kwenye hili andiko linataja kuwa Irani itakubali kuhamisha enrichment ambao tayari iko process. Yani ile enrichment, yani ile urani ambao tayari imekwisha kuchujwa, ambao iko tayari kwa matumizi, ambao imeisha kurutubishwa, kuwa Marekani wanasema kuwa Irani itakubali kuihamishia nchi nyingine. Hasa Marekani kuwa wao wakiitaka iende. Irani wanasema kuwa hilo halipo na hatujalikubali na haliwezekani. Lakini wakati huo wanasema, manake Donald Trump anasema kuwa ikiwa Irani watakuja na makubaliano mazuri, manake kuwa vita itakuwa imekwisha, lakini vinginevyo tutarudi kuwapiga mabomu pale pale. Irani wamesha tweet na wakacomment wakasema kuwa hawawezi kufanya mazungumzo ya aina yoyote chini ya vitisho vyovyote. Kuhusu kufungua Hormuz wanasema tunaweza tukaifungua Hormuz katika utaratibu wetu ambao tumeupanga, sio katika utaratibu wao ulio. Sasa vyombo vya habari kadhaa vya Israeli vimetoka na kauli kuwa kumekuwa na mazungumzo ya moja kwa moja. Leo Netanyahu anajaribu kuzungumza na maafisa wa Marekani kwa sababu tamko la Donald Trump la kuwa wako kwenye mazungumzo bora ambayo huenda yakamaliza mgogoro na Irani limewastua Israeli kwa sababu hawakuwa na habari. Yani hawakushirikishwa hili swala. Kwa hiyo limewastua sana. Kwa hiyo ndio maana kutakuwa na mazungumzo ambayo yanaendelea. Netanyahu anataka kujua kuwa Trump kapewa ofa gani. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi ya Israel Iyad Zamir anasema kuwa wao walikuwa wanajiandaa katika kile ambacho kinaonekana kuwa
mashambulizi ndani ya Irani, kurejea kwa vita ndani ya Irani, kwa sababu katika kipindi cha usitishaji wa vita wao walikuwa wanafanya research yao ya kuangalia kwa mara hii tukirudi tunatakiwa tupige wapi na wapi na wapi. Kwa hiyo tayari wao wamesha andaa sehemu za kwenda kushambulia. Kwa hiyo hili swala la Marekani tunalipeleka wapi? Wakati huo Donald Trump anasema kuwa ni mapema sana. Taarifa iliyoandikwa na Al Arabia inasema hivi: Rais Donald Trump alisema Jumatano kwamba ikiwa Irani itaheshimu kile ambacho kimekubaliwa, vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vinaweza kuisha na mlango wa Hormuz kufunguliwa. Tukidhani Irani inakubali kutoa kile ambacho kimekubaliwa, ambacho labda ni dhana kubwa ya Epic Fury, tayari itakuwa imeisha na vizuizi vyenye ufanisi mkubwa vitaruhusu mlango wa Hormuz kuwa wazi kwa wote, ikiwa pamoja na Irani. Manake anasema, kuna andiko moja linasema kuwa ni mapema sana kusherekea. Ikulu ya White House inasema inaamini inakaribia kufikia makubaliano na Irani kuhusu mkataba wa uelewa wa ukurasa mmoja ili kukomesha vita na kuweka mfumo wa mazungumzo ya kina zaidi ya nyuklia, Axios iliripoti Jumatano ikinukuu maafisa wawili wa Marekani na vyanzo vingine vilivyopewa taarifa kuhusu swala hilo. Marekani inatarajia majibu ya Irani kuhusu mambo kadhaa muhimu katika saa 48 zijazo, kulingana na ripoti ambayo ilionya kwamba hakuna kilichokubaliwa bado, lakini ilisema huu ndio ulikuwa mkataba wa karibu zaidi ambao pande zote zimekuwa nao tangu vita vianze. Umeelewa? Yaani kwa sababu kuna kauli ambayo Donald Trump ilikuwa labda waanze kusherekea mpango wa kwenda kutia saini, lakini wanasema ni mapema sana kuhisi kuwa labda unataka kufanya hivyo, kwa sababu ni mapema sana kutaka kujaribu kufikiria kuwa tunataka tushangilie. Unashangilia nini? Sasa hii hapa taarifa nilikuwa naitafuta ambayo alisema Trump. Rais Donald Trump alisema ni mapema mno kujadili uwezekano wa sherehe ya kutia saini amani ya Irani, licha ya ripoti kwamba Marekani na Irani zinakaribia makubaliano na kukomesha vita. New York Post iliandika. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatano kwamba mlango wa Hormuz utafunguliwa tena kwa meli zote ikiwa Irani itakubali makubaliano yaliyopendekezwa, akionya kwamba vinginevyo mabomu ya Marekani yataanza tena kwa nguvu zaidi. Marekani inatarajia jibu kutoka kwa Irani ndani ya saa 48. Hiyo nimekusomea. Taarifa iliyoandikwa na Irani International ambayo imeupdate taarifa nyingi za haya matukio. Nitamalizia hapa kwa kukupa hizi taarifa ambazo zimekuwa updated. Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kurahisisha masuala katika mazungumzo ya amani ili watu wa wastani nchini Irani waweze kurudi kwenye meza ya mazungumzo. CNN ikinukuu ilisema mpango wa ukurasa mmoja unaojadiliwa ndani utatangazwa mwishoni mwa vita na kuanzisha kipindi cha mazungumzo cha siku 30 kuhusu masuala ambayo hayajatatuliwa, ikiwa pamoja na masuala ya nyuklia, kufungulia mali za Irani, usalama wa siku zijazo katika mlango wa Hormuz, ripoti hiyo ilisema ikimnukuu mtu anayefahamu mpango huo. Pendekezo hilo litajumuisha majadiliano ya kusitishwa kwa urutubishaji wa urani kwa zaidi ya miaka 10, ripoti hiyo ilisema ikinukuu chanzo hicho. Sasa ndio hii niliyoizungumza kuwa ripoti hii inasema urutubishaji kwa miaka 10, usitishaji wa urutubishaji kwa miaka 10. Hii taarifa sio ya Irani, tuelewane. Mpango huo pia ungehitaji Irani kuchukua akiba, kusafirisha ile urani iliyorutubishwa nje ya nchi, ingawa maelezo bado yalikuwa yakijadiliwa, ripoti hiyo inasema. Maoni chanya kutoka kwa wapatanishi Pakistani yalisaidia Trump kutangaza kusitisha uhuru wa mradi wa operation ya kuongezeka meli zilizokwama kutoka kwenye mlango wa Hormuz, ripoti hiyo ilisema ikinukuu maafisa wa utawala. Elewa, nazungumza kutoka kwenye uchanzo cha upande mmoja, maafisa wa utawala wa Marekani. Kadiri Marekani inavyosukuma uhuru wa kumaliza kitu kinaitwa Operation Epic Fury kwa bidii, ndio watu wenye msimamo mkali zaidi nchini Irani walivyopata ushawishi. Hii ni taarifa ya CNN. Umeelewa? Yaani wakati Marekani anakunja mkia wake, kule ndani ya Irani watu mapembe yanaota kwa sababu wanaonekana wamemweza. Ndio jibu liko hivyo. Irani, pendekezo la Marekani lina vifungu visivyokubalika. Sasa hii ni taarifa ya Tasnim.
Irani bado haijatoa jibu rasmi kwa maandishi ya hivi karibuni kwa Marekani yanayolenga kukomesha vita kwa sababu yana vifungu visivyokubalika. Shirika la habari la Tasnim linaloshirikiana na IRGC liliripoti likinukuu chanzo chenye taarifa. Chanzo hicho kisichotajwa kilinukuliwa kikisema kwamba ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zinazodai Irani na Marekani zinakaribia makubaliano ya mwisho ya ukurasa mmoja kukomesha vita hazikuwa sahihi. Sasa hiyo ni taarifa ambayo yani upande wanaikataa kabisa, wanasema kuwa sisi hatukuwa. Lakini taarifa hiyo imepigiwa mstari na mbunge wa Irani anakataa ripoti ya Axios kuhusu makubaliano yanayowezekana ya Marekani. Mbunge huyu Ibrahim Razai, ambaye mara kadhaa amekuwa akitoa maoni, anasema ripoti ya Axios kuhusu makubaliano yanayowezekana kati ya Iran na Marekani, akisema Washington haitafikia kupitia vita kile kilichoshindwa kupata katika mazungumzo. Yani mbunge huyu anachokusudia kusema kuwa Marekani haiwezi kukipata kile inachokitafuta ambacho imekikosa kwenye mwanja wa vita, kwa sababu Marekani anataka atimize malengo yake ya vita kupitia mazungumzo. Kwa hiyo huyu mbunge anachosema kuwa Washington haiwezi kuja kukipata kile ambacho haikukipata wakati inakipigania kwa jasho, waje wakipate mezani. Hiyo haiwezekani. Maandishi ya Axios anasema ni orodha ya matakwa ya Marekani badala ya ukweli. Razai aliandika kwenye mtandao wa X. Anasema kuwa maoni yaliyotolewa na Axios na vyombo vya habari vya magharibi, hayo yalikuwa ni maoni ya upande wa Marekani, lakini hayakuwa yanatokana na Irani. Kwa hiyo nimewaeleza kuanzia mwanzo, hayakuwa yanatokana na Irani. Alisema anasema pia yanasema Marekani haitapata katika vilivyoshindwa kile ambacho hangeweza kupata. Sasa Razai alionya kwamba Irani ilikuwa tayari kujibu ikiwa Marekani au washirika wake watachukua hatua. Yani anasema wao wako tayari. Irani bado inapitia pendekezo la Marekani na itawasilisha msimamo wake kwa upande wa Pakistani baada ya kukamilisha tathmini yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baqai alizungumza leo Jumatano. Pendekezo la Marekani bado linapitiwa na Irani na baada ya kufikia hitimisho Irani itawasilisha maoni yake kwa upande wa Pakistani, Baqai alizungumza. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ukichukua kile kinachozungumzwa na Marekani na kile kinachokuzwa na vyombo vya habari, mnarudi kwenye swala la Gaza. Mnakumbuka wale tuliokuwa muda, nadhani mnakumbuka wale tulikuwa pamoja. Wakati huo walikuwa